Taarifa ya habari. Karagwe, Desemba 21, 2025. Askofu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKT, Dayosisi ya Karagwe, Askofu Dkt. Benson Bagonza amesema kuwa taifa la Tanzania linahitaji maridhiano ya kweli ili kurejesha amani, umoja na mshikamano wa kitaifa, akisisitiza kuwa taifa haliwezi kuongozwa kwa ujanja. Askofu Bagonza ametoa kauli hiyo Desemba 21, 2025 wakati wa ibada ya ubarikio wa wachungaji wa Dayosisi ya Karagwe iliyofanyika katika usharika wa Lukajange, Kanisa Kuu. Ujumbe huo aliuelekeza kwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dkt. Mwigulu Nchemba, kupitia kwa Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, George Simbachawene, aliyekuwa mgeni rasmi katika ibada hiyo. Amesema kuwa hakuna anayenufaika na mgawanyiko unaoendelea katika jamii, kwani wote huwa wahanga, hivyo ni muhimu kurejea katika umoja na mshikamano wa kitaifa kama ilivyokuwa awali. Askofu Bagonza ameeleza kuwa katika mchakato wa maridhiano ya kitaifa, yapo mambo muhimu yanayopaswa kuepukwa, yakiwemo hila, tamaa ya ushindi, kukwepa ukweli, matumizi mabaya ya madaraka na kujinufaisha binafsi kupitia maridhiano. Ameongeza kuwa baba wa taifa aliwahi kuonya kwamba taifa haliwezi kuongozwa kwa ujanja. Akizungumzia mjadala unaoendelea kuhusu ipi ni bora kati ya haki na amani, Askofu Bagonza amesema mjadala huo kwa sasa si wa msingi, akieleza kuwa wanaotetea haki na wanaotetea amani wote ni washindi, kwani vyote ni muhimu kwa ustawi wa taifa. Aidha, amebainisha kuwa kurejesha nchi katika hali ya kawaida kutahitaji kugharimu gharama za kisiasa, kiuchumi, kijamii na kisera ambazo taifa litapaswa kuzikubali kwa maslahi mapana ya nchi. Askofu Bagonza amehitimisha kwa kusisitiza kuwa maridhiano ya kweli ndiyo msingi wa amani ya kudumu na maendeleo ya taifa. Kauli ya Askofu Dkt. Benson Bagonza inaakisi nafasi ya taasisi za dini kama sauti ya dhamira ya taifa, hasa katika nyakati ambazo mshikamano wa kijamii na kisiasa unaonekana kuyumba. Msisitizo wake juu ya maridhiano ya kweli badala ya maridhiano ya juu unaonesha uhalisia kwamba amani ya kudumu haiwezi kupatikana bila ukweli, uaminifu na uwajibikaji. Onyo lake kuhusu kuepuka hila, matumizi mabaya ya madaraka na tamaa ya ushindi lina uzito mkubwa, kwani mara nyingi maridhiano hushindwa pale yanapogeuzwa kuwa nyenzo ya kisiasa au ya kunufaisha upande mmoja. Aidha, hoja yake kwamba mjadala wa haki au amani si wa msingi kwa sasa inalenga kuhimiza taifa litazame lengo kubwa zaidi la umoja, badala ya kujigawa katika misimamo inayozidisha mpasuko. Ujasiri wa kukiri kuwa maridhiano yana gharama, kisiasa, kiuchumi, kijamii na kisera, unaonesha ukweli usioepukika, hakuna uponyaji wa taifa usio na maumivu ya mpito. Kukubali gharama hizo ni hatua ya ukomavu wa kitaifa. Ujumbe wa Askofu Bagonza ni wito wa kutafakari mustakabali wa taifa kwa kina na kwa uaminifu. Unakumbusha kuwa amani ya kweli haijengwi kwa ujanja, bali kwa maridhiano ya dhati yanayojengwa juu ya ukweli, haki na upendo wa taifa. Ikiwa viongozi na wananchi watauchukulia wito huu kwa uzito unaostahili, Tanzania inaweza kurejea katika misingi ya umoja na mshikamano iliyoimarisha kwa muda mrefu.